Kwa jina naitwa Riziki Omar Ali, ni mtaalamu wa maabara kutoka Wizara ya Afya Zanzibar. Nazungumza Wizara ya Afya kwa sababu na miamvuli miwili. Pia ni meneja wa damu salama kupitia kampuni yetu ya Zenji Holding. Dhumuni la kufanya haya mabonanza, tumejiwekea Zenji Holding kile itakapofika muda katika scale zetu tuwe tunafanya hizi bonanza. Hii ni mara pili tunafanya mabonanza haya. Lengo la kufanya bonanza hizi, tunafahamu kuwa tuna uhitaji mkubwa sana wa uchangiaji damu. So tuna wagonjwa waliokuweko mahospitalini, tuna ndugu zetu wanapata ajali. Sasa crisis ni ndogo sasa hivi ya uchangiaji damu, na ndio maana Zenji Holding ikaona kuna haja ya kuweka bonanza la uchangiaji damu, kwa sababu wagonjwa wetu, ndugu zetu wafanikiwe kupata damu kwa urahisi. Sisi kama Zenji Holding Limited tuna usemi unaosema kwamba utu ni watu. Kwa maana hiyo tunafanya kila jambo ambalo linaleta ubora wa watu katika jamii zetu husika. Kwa nini tunahamasisha na tunawekeza kwenye uchangiaji damu? Afya ya mtu ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo uwepo wa damu ambayo inaweza kumsaidia mtu ambaye anahitaji ni jambo muhimu sana kwenye afya. Tunajua ukitoa drip mahospitalini, mgonjwa kama hajatoa drip alikuwa na hali ngumu, anatiwa damu. Anayefanya operation anahitaji damu. Mwenye damu dhaifu anahitaji kuongezewa damu. Damu hiyo sio kitu cha kawaida ukasema unaenda kuinunua sehemu. Unaipata wapi? Wachangiaji. Wachangiaji ni wachache wanaotoa kwa kujitolea. Wengi wao hawana elimu, wengi wao hawajui umuhimu. Tunafanya haya mabonanza ili kuwafikia watu ambao hawajakumbwa na shida au changamoto za ukosefu wa damu mpaka wakajua umuhimu wa damu. Hivyo tunapofanya mabonanza tunatoa elimu, tunapima afya za watu, nani anastahili kuchangia damu, nani hastahili. Kuna watu hawajui kwa nini hawawezi kuchangia damu. Pengine ni issue za uzito, pengine ni issue za changamoto za kiafya, pengine vitu wanavyotumia. Kwa hiyo pia tunatoa elimu kupunguza utumiaji wa dawa za kulevya. Mtu na damu ya kutosheleza unaweza kumsaidia binadamu wenzako. Kuitoa hiyo ni sadaka. Kwenye sekta ya imani, ina maana tunahamasisha watu pia kuwekeza ama kufanya ibada ya kutoa damu kama ni sadaka katika jamii iliyowazunguka. Kwa maana hiyo swala hili sio tu la kiafya, pia kidini. Mtume ametusunia tuwasaidie wanaohitaji. Kwa majina naitwa Bwana Omar Said Omar, ni afisa wa uhamasishaji mpango wa taifa wa damu salama hapa Zanzibar. Leo tarehe 13 mwezi huu wa 5 mwaka 2026 tupo hapa kwenye uwanja wa skuli ya msingi Mkwajuni, nyuma ya hospitali yetu ya wilaya Kaskazini Kivunge, kwa mintarafi ya kufanya zoezi letu la ukusanyaji wa damu kwa hiari kwa wananchi wa wilaya ya Kaskazini. Hii ni moja ya shughuli zetu. Kwa kawaida sisi watu wa mpango wa taifa wa damu salama, kazi yetu ni kuhamasisha jamii juu ya swala zima la uchangiaji wa damu kwa hiari. Kwa hiyo huwa tunawahamasisha wanajamii kufika pale kituoni kwetu, lakini mara nyingine huwa tunatayarisha zoezi kama hili kuyaendea wale wanajamii kule waliko. Kwa hiyo leo kwa mara nyingine tuko tena hapa wilaya Kaskazini kwa ajili ya kuhamasisha na kuwafanya wananchi wa wilaya Kaskazini kupata nafasi ya kuchangia damu kwa hiari. Tunachangia damu kwa hiari kama kawaida. Tunafahamu damu ni kitu ambacho kinahitajika siku zote. Damu ni kitu ambacho kinahitajika wakati wote. Wakija kujitokeza hapa kuchangia hii damu, itaenda kuwasaidia wananchi wengine ambao watakuwa na mashida nyingi, sababu kuna wajawazito, kuna watu wanapata ajali na magonjwa mengine ambayo yote yanasababisha kutoka damu. Sasa ile damu ikipunguka, basi anahitaji apatiwe damu nyingine kwa ajili ya kurejesha kurudi katika mwili wake ili akae vizuri. Kwa hiyo muhimu upo kwa wananchi kujitokeza kwa wingi na kuchangia damu salama. Haya, jina langu naitwa Abedi Usihaji, mzaliwa wa Potoa, anaishi Potoa na mkazi wa Potoa. Nilipokuja katika safari zangu nikasikia ngoma hapa Mkwajuni. Kuna nini? Kuja kutokeza hapa uwanjani nikakutia kuna uchangiaji wa damu. Na wakati huo mimi ni mdau, ni mchangiaji wa damu, ni mara ya 8. Kwa kweli nimehamasika bila ya kutiwa kampeni wala kushawishiwa. Niliona na mimi nende nikapime baada ya kujua afya yangu ikoje na uzito wa damu wangu. Kwa hivyo nimehamasika, nimeona na mimi nitoe 15.2 sio mchezo, uzito 87. Kwa hivyo niotosheleza. Kwa hivyo bila kuambiwa nimejitolea mwenyewe kuja kutoa damu ili wananchi wanaohitaji kusaidiwa, namna mimi ni mmoja wapo ambao nimekuwa nimesaidia kuchangia damu.